بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Safar mwaka wa 1446 katika darsa ya risala Ithafu al-Ilf بتفسير آخر آية سورة الكهف لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. أن رسالة تفسير آية منشو يا سورة الكهف. إن شاء الله تعالى tujaribu katika kikao cha leo kumalizia kile kilichobakia. tulifikia tafsiri ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه، yule anayetarajia kuwa atakutana na Mola wake na atahesabiwa mbele ya Mola wake juu ya amali alizozifanya hapa duniani, falyamal amalan salihan, basi na ajiandae juu ya kisimamo hicho atakachosimama mbele ya Allah kwa kufanya amali njema. wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala sishirikishe katika ibada anazomwabudu nazo Mola wake, asimshirikishe yeyote mwingine. قال الشيخ حفظه الله: هذه خلاصة ما تكون به النجاة يوم القيامة. hiki kipande cha aya Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwa kifupi kile kitakachomwokoa mja siku ya kiyama, wama yakunu alfawzu bihi fi hadha alyawm, na kadhalika akaeleza kile ambacho ni sababu ya mtu kufaulu siku ya kiyama. wala fawza wala najata illa bihadhaini al-amrayn, na mtu hawezi kufaulu siku hiyo wala hataokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa mambo haya mawili: falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Kwa kikao cha leo tueleza mambo haya mawili aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika mwisho wa hii aya tukufu. قوله فليعمل عملا صالحا أي يجتهد أن تقع أعماله على الصلاح والسداد. ajitahidi sana mwanadamu ziwe amali zake zitaangukia kuwa ni njema, tena katika usawa, zilizonyooka. وموافقة للحق والهدى, na yawe matendo yake yataafikiana na haki na uongofu. فالإنسان ليس له أن يعبد الله بما شاء من الآراء والمحدثات والمخترعات وغير ذلك. mwanadamu sio juu yake wala haifai kwake yeye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa anachotaka yeye katika rai zake, mambo ya uzushi, mambo aliyoyazua ambayo hayapo katika kitabu cha Allah
wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. بل المطلوب منه أن يعبد الله بما شرع. bali kile kinachotakiwa kwa mwanadamu ni kuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile sheria aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna alivyoelekezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قوله تعالى فليعمل عملا صالحا فيه إشارة للاتباع والاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. na kwa sababu hiyo hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala falyamal amalan salihan, hapa mna ishara ya maamrisho ya kumfuata na kumwiga mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. لأن العمل الصالح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سواه فمحدثات وبدع. kwa sababu ili amali ituhini amali njema, basi amali njema ni ile ambayo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume chake ni uzushi, ni mambo yaliyotungwa na watu, na haiwezekani kuwa ibada jambo ambalo limetungwa na watu. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ودل الأمة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه. mtume wetu صلى الله عليه وسلم hakuacha khairi isipokuwa amewaongoza umma wake katika khairi kama hiyo. Hakuna khairi isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuongoza katika khairi kama hiyo. wala sharran illa wahadhara al-ummata minhu, na hakuna shari yoyote isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokamana na shari hiyo kwa ukamilifu kabisa, akafikisha ujumbe kikamilifu bila ya upungufu wa aina yote. Katika khairi akaamrisha kila khairi, na katika shari akatutahadharisha umma wake kutokamana kila shari. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم, na ndio pale mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. yoyote mwenye kufanya amali ambayo haiko katika jambo letu hili, yani dini yetu namna nilivyoifundisha mimi, fahuwa raddun ay mardudun alayhi, atarejeshiwa mwenyewe. Allah hana haja na amali ambayo hakuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حتى وإن استحسنه صاحبه ورآه من أجود وأنفس الأعمال فإنه لا يقبل منه. hata akiona ni nzuri yule aliyezua amali kama ile, akaona amali kama hii ni amali njema nzuri sana, mpaka wengine wakasema innahu khair, hii ni khairi bwana, kwa moyo wake ameipenda ile amali, fa innahu la yuqbalu minhu, haikubaliwi kutoka kwake, atarejeshiwa mwenyewe. Na mara nyingi mimi wapigia mfano mzuri sana. Mayahudi waliwapenda sana, na Manasara waliwapenda sana mitume waliotumilizwa kwao na watu wema, kiasi cha kuwa imewapelekea wao walipokufa manabii katika wao waliotumilizwa kwao, na walipokufa watu wema walikuwa wakijenga misikiti juu ya makaburi yao, bimaana wajenga sehemu za ibada
juu ya makaburi yao, waijenga ile makaburi kisha wajenga sehemu za ibada, kuonyesha mahaba makubwa waliokuwa nao juu ya nani? Juu ya watu wema. idha mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjida, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapokufa mtu mwema katika wao hujenga juu ya kaburi lake, hujenga msikiti, yani sehemu ya ibada. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu kali sana juu ya hao watu ambao wao hili jambo wamelipendelea kuwa liwe, waona ni ibada, waona wajikaribisha na Allah, sababu kuwapenda watu wema ni ibada, kuwapenda mitume ni ibada. Watakikana uwapende watu wa kheri, watakikana uwapende mitume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ulaika shirarul khalqi 'inda Allah, hawa ndio watu waovu kabisa mbele ya Allah, shirarul khalqi 'inda Allah. Lakini wamfanya jambo zuri, wao waona wamelipenda lile jambo, kaliona ni zuri, hii ni kheri, hukumu yao la'natullahi 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, wakala'niwa laana ya Allah iwe juu ya mayahudi na manasara, wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti, na wao walikuwa waona wafanya kheri. Lakini kwa kuwa ile wanaoita kheri haikuwa katika mipaka ya kisheria iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikageuka badala ya kuwa kheri wanaoiona ikawa ni laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni hatari sana. Kwa hiyo wewe waweza kufanya jambo ukaona wafanya kheri, kumbe walaaniwa. Kwa nini? Kwa sababu ile unaoiona kheri wewe unaoifanya waifanya nje ya misingi ulioteremshiwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haijalishi kuwa wewe waona ni kheri, haijalishi. Na kila mtu wa batil aweza kujivuna akaona kile anachokifanya ni kheri. Hata Firaun alikuwa katika yale mambo akiwafanyia watu wake, awaambia wamwache, dharuni aqtul Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad. Mimi naogopa. Hata Firaun pia awaogope watu dini yao. Mimi nawaogopea nyinyi huyu Musa wabadilishe dini yenu, ama adhihirishe katika ardhi ufisadi na uharibifu. Na Firaun awaambia watu wake, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad, mimi si waongozi isipokuwa njia iliyo sawa kabisa, iliyonyooka kabisa. Sasa Firauni mwenyewe asema hivyo, na ni Firaun hata haya asema yeye pia yuongoza watu katika njia ya sawa. Hivyo watarajia Myahudi haoni kama yuko sawa? Yeye aona yuko sawa vinafanya na uovu alikuwa nao. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, amepambiwa amali yake mbovu akaiona ni njema. Sasa wewe waonaje yule Muislamu anayefanya bid'a? Ile bid'a anayoifanya aona ni uongofu, bali amuona yoyote anayeipinga ile bid'a kwa nini ni mpotofu. Namsikia mmoja akizungumzia kuhusu wale wanaokataa kama anavyoita kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaibu. Asema hawa nyinyi hamuelewi, mlengwa ni mtume hapa angushwe. Hawa wamlenga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamuangushe, ndio malengo yao hawa. Wewe wafikiria bid'a imemfikishia mtu mpaka waislamu wenzake kuwazungumza kuwa hawa wataka kumwangusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, basi kuna uislamu gani baada ya hapo? Na huyo anayezungumza maneno kama hayo
ayazungumza akiwa aitakidi kuwa anachokizungumza ni haki na kile anachokitetea katika batil kuwa ni haki. Hivi mwashangazwa asema Mtume sallallahu alaihi wasallam ayajua yaliyoko katika Lauhul Mahfudh, nyinyi mwashangazwa na hilo? Mpo kiufupi ni wale wanaosema qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, sema hakuna mbinguni wala ardhini anayejua ghaibi isipokuwa Allah peke yake. Aambiwa huyu amfanyie uadui Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni Qur'an ya akhi, ni Qur'an ndio inazungumza. Ama wewe waelewa vipi aya qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah? Alafu lau kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ametukataza sisi, tulitaja hapa hadithi ya wale vijakazi waliokuwa wakisherehekea ile harusi, katika yale mashairi walikuwa wakiyasoma wakisema na sisi tuna nabii ya'lamu ma fi ghadin, ajua yale yatakayotokea kesho. Mtume sana sema la, hapo hapo, yani bimaana mimi sijui yatakayotokea kesho. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, hakuna nafsi inayojua nini itachuma kesho, hakuna nafsi yajua hivi. Hii ni Qur'ani yatufundisha hivi, na ndivyo anavyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiangalia katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Wewe huwajui, kuna watu katika wanafiki wewe huwajui, sisi tuwajua. Aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa atakuja na aya basi Allah jamaa tabu sana, asema alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Kusha shamaliza mjadala hapa. Yani wewe mpumbavu, waona watu wa sunna hawakuwa na hiyo aya? Yani uje wewe zezeta ndio utaelewa hii aya. Watu wa sunna hawakuiona hii aya, walikuwa wakiipita wairuka, sio waelewa maana yake hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam jambo la ghaib, niende anayemjuza, sio kwa yeye wajua ghaib. Kwa mangapi katika yale ambayo yaliyotokea huko nyuma katika qasasul anbiya na mengineo, Allah subhanahu wa ta'ala amemjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akamwambia hizi ni katika ambaul ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. La wewe wala watu wako walikuwa habari hizi hawana kabla ya mimi kukueleza haya. Aambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi lau kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yajua ghaib, angewapeleka masahaba wake kwenye vita vya Uhud na yajua waenda kuuawa? Hajui ghaib alayhi salatu wassalam. Lau kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yajua ghaib, ambao ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, amechimbiwa mashimo na makuraish katika vita vya Uhud, akakanyaga na kuanguka ndani ya shimo, hajui kama kuna shimo chini yake alayhi salatu wassalam. Na mifano katika tarehe ni mingi, bali yatosheleza mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia haudhi yake, akazungumzia wale watakaozuiliwa katika haudhi na namna atakavyowatetea wale malaika. Watamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui yale walioyazua hawa baada ya wewe kuondoka. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, wewe hujui yale waliozua baada ya wewe kuondoka. Na maneno haya haimaanishi wamshukisha daraja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, bali ndiyo mafunzo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna kilichowatia manasara katika kufuru isipokuwa hii ghuluu kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, mpaka wakamuitakidi Isa alayhi salatu wassalam kuwa ni mtoto wa Allah. Wengine wakapanda wakasema la, bali yeye ndiye Allah.
Allah akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Kwa hiyo wako watu waitakidi mpaka leo, watu waitakidi namna hii kwa Isa alayhi salatu wassalam ndiye Allah ameshuka katika sura ya binadamu. Lakini ghuluu katika bid'a mpaka yampelekea mtu kumtia mwenzake katika kufuru kwa sababu ile jambo lake la uzushi alilolizua, akamuona mwenzake kwa kuwa hafanyi ile jambo la uzushi, basi huyu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno machafu kabisa anazungumza watu wa bid'a. Alafu kimwona mwenyewe anayezungumza, yani vile alivyokaa ni mtu joka hivi, joker, yani ukimwangalia kama kalulu hivi, kanyoa ndevu hivi, alafu amekaa ovyo ovyo hivi, kisha yeye ndo akwambia wewe umpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati yeye ameshindwa kufuata amri moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sahali a'fu liha, wacha hizo ndevu siziguse. Ameshindwa hiyo. Mwenzake ajitahidi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile Allah atamwezesha, lakini akamnyoshia kidole, mpendi mtume hawa. Kama ingelikuwa madai ni hivyo tu, mara moja mtu akidai basi apewe kile anachokidai, basi mngelikuwa mko juu sana. Kwa hivyo jambo la bid'a vile atakavyoliona mtu ni zuri, fal'amalu la yuqbalu hatta yakuna salihan wala yakunu salihan hatta yakuna muwafiqan lis-sunnah. Amal haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka iwe njema, na haiwi njema mpaka iafikiane na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hii ghurba ya dini ambayo tunao leo na uchache wa kufahamu mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kukachipuka baina ya waislamu mambo mengi sana ya ajabu sana ya uzushi katika dini. Kuna wengine kama tulivyowataja, makusudio yao ni kudhihirisha mahaba yao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Karibuni mtaanza kusikia wakachukulia siku ya kuzaliwa pamoja na kwa siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam wametofautiana wanawavioni sana, bimaana haijathibiti kwa riwaya sahihi ni tarehe ngapi alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingawa imethibiti ni tarehe ngapi alikufa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba hilo wamelidhibiti, lakini siku ya kuzaliwa wametofautiana wanawavioni wa tarehe kwa kauli nyingi. Wao wakachukulia siku ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sherehe, ingawa naweza kusema hii ni zamani ilikuwa ikifika tarehe ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai wakisherehekea siku moja. Sasa hivi mkuwa mbalaa, kila harusi kama harusi unaoalikwa, ile familia unaoalikwa makhurafi, lazima ile jambo utaliona. Mwanzo maulidi, sasa washindwa hii maulidi ipi, kuzaliwa kupi huko mtume? Hii maulidi ya urus, maulidi ya harusi. Atafanza maulidi mwanzo, tushafanza maulidi, sijui Sheikh Dana atakuja atazungumza hapa, kisha kimaliza huyo atakuja fulani atazungumza hapa, kisha kija huyo atakuja fulani, mkijishtukia saa 3:30 3:30 ndio basi. Sasa ndio makamu sasa, msimamishwa msimamishwa haya kikana basi, alafu sasa kutatangazwa halua yagawanywa hapa basi. Kila harusi imekuwa hivyo. Sasa sijui mimi kuna mafungamano gani baina ya harusi na maulidi, yani vitu hivi, kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na harusi, basi ishatosha hiyo. Sasa hivi mtatokiwa na listi hapa tena, alafu mwisho wa listi waambiwa kama ulichelewa utatusomea tukukuweka katika nini, katika barnamiji. Listi ndefu,
majina ya zile sehemu na tarehe ya maulidi. Lau kama mtu atafutwa kazi. Nakwambia ikiwa mtu ajifanya ana ghera atafutwa kazi. Na aweza kuwa bosi wako ni huyo jamaa la maulidi. Uko hapo atakufuta wewe utamchezo wewe. Lakini bosi maulidi watosherehekea mazazi jamani. Miezi 4 sijui 5 salala bado tu twenda tu. Lakini wao ndio wanapopanga hivi kuwa washerehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walivyoona watu wawacheka wakifanya maulidi ya horohoro, maulidi ya Kaloleni, maulidi ya Mariakani, maulidi ya Mazera, si maulidi ya Majengo, si maulidi ya Guraya, mfano kama hivi. Jamaa akasema kumbe maulidi ya Kaloleni si ya Mtume. Ati siku hizi ngala vile watu siku hizi waita vipi? Maulidi ya Mtume ya Kaloleni. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna wal aql as-salim. Kila ukiona watu wamshukuru Allah ankupa neema ya Uislamu na sunna na akili timamu. Hii akili timamu ongeza. Shukuru sana Allah amekupa akili timamu. Waweza kupima ukaangalia ukasema upuuzi huu. Hii si dini sasa. Kwa hiyo wakajenga jambo kama hili kwa jina la kuwa hii nini? Ni dini. Hii ni dini. Mtaona sasa hivi karibuni mtaanza kutumiwa pia nyinyi listi wapi ya kuonyesha hawa wote hao wamwabudu Allah kwa ibada zao wenyewe ambazo hakuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake hawazijui. An-Nabii sallallahu alaihi wasallam ma taraka khairan illa wadalla al-ummata alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha khairi isipokuwa ameongoza umma wake katika hiyo khairi. Wala sharran illa wahadhara al-ummata minhu. Tumemaliza hiyo. Qawluhu wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada ay la budda an takuna a'maluhu khalisatan lillah la yabtaghi biha illa wajha Allah ta'ala. Bimaana lazima amali zake anazozifanya muislamu ziwe ni kwa ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Hataki isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah. وهذا فيه دليل على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. na hapa mna dalili ya ikhlas, kumtakasia yule unayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada. وهو يتناول بعمومه إبطال الرياء ومن باب أولى الشرك. na hii aya kwa kuenea kwake ndani yake mnakubatilisha jambo la riya, mtu kufanya kwa ajili ya kujionyesha, na kadhalika min babi aula shirki, ukataza shirki. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. hivi ndio shirki inayofanya amali waliyofanya itakuwa kama vumbi lililozagazwa hivi, vumbi lililosambazwa na upepo likawa limezagaa kila mahali, hakuna chochote atakachokipata mbele ya Allah wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah hana haja na amal ambao ndani yake mna shirki, sababu Allah ni mkwasi. Yoyote mwenye kufanya amal ndani yake kukawa na shirki, Allah atamwacha ile amali yake aende kwa yule aliyemshirikisha na yeye aone atapata nini. وهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبول العمل وهما. na hii aya tukufu imekusanya baina ya masharti mawili ambao ni masharti ya kukubaliwa amali. Yakikataliwa haya masharti, yakikosekana haya masharti au moja katika masharti haya mawili, amal kama ile haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kwanza al-ikhlasu lilma'bud, kumtakasia yule anayeabudiwa amali yako. Na pili al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alayhi wasallam, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika amali unayofanya.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha salatu al-fajr rak'a 2, na wewe swali vile vile. Ukiongeza ya 3 utakuwa umeharibu, ukipunguza moja umeharibu. Na kadhalika katika amali zilizobakia umwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ufanye. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله amejisifu kuwa ameumba umauti na uhai ili kuwaonja, kuwatahini ni nani kati yenu nyinyi aliye na amali bora zaidi, nzuri zaidi. ahsanu amala. qala al-Fudayl ibn Iyad رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلى عمالي نوصفيك وني أحسن عملا نئبي. قال: أخلصه وأصوبه. نيل إلينا إخلاص زيدي نيلي ساوى زيدي. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ عمالي إلي ينبيك وهين إنا إخلاص زيدي نيكو ساوى زيدي نئبي. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. عمالي ikiwa na ikhlas, umeifanya kwa ajili ya Allah lakini haiko katika usawa, bimaana haiko katika sunna, haikubaliwi. wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Na ikiwa amali yako imefuata sunna sawa sawa lakini hukufanya kwa ikhlas, bimaana umefanya ndani yake kukaingia shirki kama riya, kadhalika haikubaliwi. hatta yakuna khalisan sawaba, mpaka iwe na ikhlas ndani yake na iwe katika usawa. qala: wal khalisu ma kana lillah. na amal khalis ni ile ambayo umeifanya lillah, umemtakasia Allah amal. was-sawab ma kana ala sunnah. na amal iliyo sawa ni ile iliyosimama katika sunna. Uangalia hata siku moja na maneno Fudhail ibn Iyad. Mwanzo Fudhail ibn Iyad mshamsikia makhurafi kimtaja, mshasikia makhurafi kimtaja. Mimi sijui, labda sijui, lakini tumeleleka na wao, siku moja sijamsikia kitajwa haya maneno haya ya huyu mwanachuoni mkubwa. Nendeni mkaangalia wale wataeleza vipi haya, wala hutoambiwa hata siku moja maana yake nini. Yani kuna vitu vingi sana wale awamu wanaowafuata hawa magwiji wa kikhurafi yawapita katika maisha yao, hawayajui mambo mengi sana. Na ndiyo maana wakisikia hii mpya, hii si mpya, iko basi, maskini wewe uwafuata sana hao mpya. Utakayopata ni yale mambo yale, ndio utapata mpya. Ndio maulidi mpya hii ipi, kuna nini? Unaona vile wacheza wale watoto, basi utapata mpya hizo tu, lakini hutofaidika ilmu mpya ambayo jana ulikuwa huijui. Ni yale mambo ya kawaida, lakini toka babu zetu tuliona hivi. Masala si babu zako wala babu zake fulani, masala ni kuwa je, hii ndiyo dini ya Allah au la? Ndiyo mizani inaopimiwa. Maal asaf ya akhi, kuna baadhi ya watu ili jambo wamelihami la bid'a, wamelihami kisawasawa, na ukichunguza ndani makini sana utakuta kuna masalih ya kidunia mengi sana ndani yake. Mojawapo ni vile watu wanavyochukuliwa katika mujtamaa. Watu wote bwana hawa wakija waniinamia mimi bwana, wanibusu, wanifanya nini, alafu nije niwaambie ya mambo mbida haya wanaoyafanya, si watanigeuka bwana, twende tu huko jamaa, wenda tu. وهذا الأثر عظيم مروي عن هذا الإمام وهو من أجلة علماء التابعين. هي أثر هي أخلصه وأصوبه يا فضيل بن عياض، ni athar adhim iliyopokelewa kwa huyu imam miongoni mwa imam watukufu katika wanawavioni wa tabi'in. Al-Fudhail ibn Iyad tabi'i. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله عمل njema ni ile aliyoipenda Allah na mtume wake. Na wallahi hatuwezi kujua sisi jambo ambalo Allah amelipenda na mtume wake sallallahu alaihi wasallam amelipenda illa kwa kurudi katika Qur'an na Sunna. La sivyo ukituambia leo kuwa bid'a fulani aipenda mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuuliza ameipenda wapi? Wapi amesema yuipenda hii amali? Ikiwa huna basi usiseme jambo ambalo huna ilmu nalo, utakuwa muongo. Qala wa huwa al-mashru' al-masnun, na amal ambayo ameipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni amal ambayo Allah ameiteremsha katika sheria yake na ipo katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, katika sunna. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه، sababu hiyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema katika dua yake anapoomba, Allahumma ij'al amali kullahu salihan, ewe Allah jaalia amali zangu zote ni njema, salihan yani ala sunna, waj'alhu liwajhika khalisa, na ujaalie amali zangu ninazozifanya ziwe ni kwa ajili yako wewe Allah, kwa ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi shay'a, wala usijalie kwa yoyote yule katika viumbe chochote katika amali yake na kitu pale, yani nisimshirikishe Allah na yoyote yule kwa kujionyesha au kufanya kwa ajili ya watu kunisifu, hiyo ni khalis kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo amal kukubaliwa ni wajib iwe itatekeleza masharti haya mawili. Wallahu almusta'an. Na hapa ndio mwisho wa risala ambayo Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, Sheikh Abdul Razzaq ameeleza na kuitafsiri aya ya mwisho ya suratul Kahf, na kuna dharura anapoisoma Muislamu suratul Kahf kuzingatia jambo hilo. Wallahu almusta'an. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.